Yeriko, naam, wewe ni mtumiaji mkubwa sana wa mitandao za kijamii. Naam. Hasa mtandao X, zamani Twitter. Kuna taarifa ilianza kusambaa kama sio usiku basi ni mapema leo asubuhi, mmoja kati ya wana mitandao maarufu kama Kiduku alikuwa amekamatwa na jeshi la polisi. Mchana huu limeweza kuthibitisha kwamba kweli linamshikilia kwa makosa ya kimtandao, likimhoji. Mara baada ya hapo basi hatua ambazo zinafuata zitachukua nafasi yake. Nini maoni yako kuhusiana na tukio hilo zima, lakini kuhusiana na watumiaji wa mitandao hii ya kijamii? Niseme kwamba jeshi la polisi lisiwe linaruhusu hizi taharuki, lisiwe linaruhusu mpaka watu wanapata taharuki kubwa. Hivi jeshi la polisi lingetoa taarifa tangu jana baada ya lile tukio au baada ya zile taarifa kuzuka, kulikuwa kuna maelezo gani ambayo yangeleta taharuki kwa kiwango hicho? Kwa hiyo tuliambie jeshi la polisi kwamba ni lazima twende kwenye weledi, tupo kwenye kipindi cha uchaguzi, tusilete hizi taharuki ambazo hazina msingi wowote. Na sioni tatizo au sioni nini. Jeshi la polisi lina utaratibu kama pengine linamhitaji mtu, na kwa sababu kijana mwenyewe sifahamu kama alikuwa public figure, lakini kama ipo kwenye mitandao tuna utaratibu wa kumuita kama tunavyoita ambavyo maeneo mengine unaweza kumuita mtu kwamba fika pengine Central kuna jambo 1 2 3. Lakini ukiondoa hilo kama pengine ni mtu ambaye alikuwa pengine aidha likaidi aidha liitwa, lakini inatakiwa pale mtakapomkamata tu muda ule ule toeni taarifa kwamba tumemkamata kwa ajili ya uchunguzi 1 2. Waambie hata ndugu zake tu. Sasa wewe unakuwa kama mazingira kama ya kuvamia na yani tunaleta taharuki ambazo hazina maana kwamba ametekwa. Kwa hiyo nadhani jeshi la polisi eneo hili pamoja na kwamba ametoa taarifa, lakini tuwakumbushe kwamba waongeze umakini, waongeze uwajibikaji kwa maana ya kutoa taarifa mapema. Unadhani pia watumiaji wa hizi mitandao za kijamii wanauelewa kiasi gani katika kuzifuata na kuzitii sheria za makosa ya kimtandao? Tupo kwenye kipindi cha uchaguzi, mihemko ni mingi sana, watu akili wameziweka kando. Mimi nasoma mitandao na bahati nzuri unapozungumza wa Tanzania wa Kongo wa mitandao unaweza ukanimention nikawa namba 1 au namba 2. Mimi ndiye mhanga namba 1 wa sheria ya mitandao ya kijamii. Ilipoanzishwa tu mtu namba 1 kukamatwa na kushtakiwa nilikuwa ni mimi. Ni kwa sababu tulikuwa tunaingia kwenye mtindo mpya wa aina ya udhibiti au aina ya kupangiana cha kuzungumza na cha kujadili. Kwa hiyo mimi niseme kwamba vijana na jamii kwa ujumla ndio tutoe maoni, lakini tuchukue tahadhari. Wenzetu wanalinda madaraka. Hawana dogo wanapofika kulinda madaraka. Tuchukue tahadhari. Yeriko. Naam. Hivi wewe hapo waga najiuliza unajua wewe ni kati ya watu ambao kejeli, matusi, dharau, uzushi unavikuta sana vina kuelekea kwenye mitandao ya kijamii, lakini uonekani kukasirika wala kukata tamaa wala kuacha kile ambacho unakifanya. Unawezaje? Mimi ni public figure. Unapokuwa public figure una mashabiki. Mashabiki ndio hawa. Unapoona washabiki ninao wenye utindio wa ubongo, ninao wenye akili timamu, ninao wehu, ninao viziwi, ninao mabubu, ninao kila aina. Nao ambao wamechanganyikiwa na maisha huko, yani yeye furaha yake akija kunitukana mimi ndio anapata ahueni. Kwa hiyo mimi na timu wote, mimi ni mtu wa wote. Kwa hiyo wewe ukitukana sijawahi kublock mtu na wala sihangaiki na matusi. Yaani wewe ukitukana mimi nakuona wewe kama umepoteza tu muda, kwa sababu mimi nipo. mimi nipo ambaye nipo na nitakuwepo. Wewe sio Yesu bwana. Ambaye nipo na nitakuwepo. Wewe sio Yesu. Yeriko uliyomuona jana ataendelea kuwa leo na kesho na kesho kutwa. Yeriko utakuwa unamuongezea tu engagement na unamuongezea hela tu, kwa sababu mimi kwenye mitandao najua kutengeneza hela kwenye mitandao. Wewe ukitukana mimi naingiza hela. Yaani wewe kila tusi lako mimi hela. Yes. Wakazane kutukana ili uongeze kipato. Tena watukane sana. Mimi naongeza tu magorofa Marine Estate naongeza. Wacha watukane. The Bantu.